Bwana Yesu, tunasema asante kwa fadhili zako, tunasema asante kwa upendo wako na nguvu zako. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa wewe kila wakati ni mwema. Tunakukaribisha katika wasaa huu ambao Bwana umetupa kujifunza neno lako. Tunakuomba uketi pamoja nasi, ukatufundishe na kutufunulia hekima zako na maarifa yako, ili tuweze kukutumikia na kukushukuru na kukusifu katika njia ambayo Mungu unaipenda. Ni katika jina lako Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Napenda kumshukuru Mungu ambaye ametupa tena siku nyingine ambayo tunajifunza neno lake, na leo ametupa kichwa ambacho kinasema hekima na mbinu ya kufanya maamuzi ya kuoa au kuolewa. Hekima na mbinu ya kufanya maamuzi ya kuoa au kuolewa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa maamuzi ya kufanya ambayo unafanya kwenye kuoa au wakati unaolewa, haya ni moja ya maamuzi ambayo huwa maamuzi ambayo ni magumu mno. Bwana Yesu asifiwe. Na namba kubwa ambayo tupo hapa ndani ni sote tupo single. Amina. Sasa lazima ujifunze hekima ya kiungu ya kufanya haya maamuzi, kwa sababu hauwezi ukamjua yupi sahihi na yupi sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa nini inatupasa tuwe na hekima ya kiungu ya kufanya maamuzi? Sababu ya kwanza, Methali 20:6. Watu wengi hujidai kuwa na upendo usiokoma, bali mtu mwaminifu ni nani awezaye kumpata? Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia yenyewe inatuuliza kwamba nani anaweza kumpata mtu mwaminifu. Kwa hiyo kwa macho ya kawaida ina maana haiwezekani kufanyaje? Kumpata mtu mwaminifu kwa macho ya kawaida hivi. Ni moja ya swali ambalo limekuwa ni ligumu kumjua huyu ni nani, huyu si nani, kwa sababu kila mmoja anakuja na sababu yake. Ninakupenda, sitakusaliti, sitakuacha, sitakufanya nini, nitakuwa mwaminifu. Si ndio hali ambazo tunapeana? Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukweli ni kwamba ni nani anamjua huyu ndiye na huyu si? Sawa. Hata shetani alipokuja wakati anamdanganya Yesu, alikuja tu na sauti nzuri tu ya kushawishi. Shetani wakati anamdanganya Eva alikuwa na sauti nzuri tu. So ile ambayo tumeizoea kwenye movie, sio hiyo. Amekuja tu na sauti nzuri ya kushawishi. Lakini sasa unamwamini nani? Ni moja ya swali ambalo limezua na kuleta changamoto kwa watu wengi ambao tunatamani kufanya maamuzi ya kuingia kwenye ndoa, lakini sasa tunashindwa kumjua ni nani ni mwaminifu. Kwa hiyo lazima tuhitaji hekima ya kimungu. Biblia inasema na kumcha Bwana ndio chanzo cha maarifa. Si ndio? Kwa hiyo lazima uwe na nani? Na Mungu kwenye akili katika kufanya maamuzi ya kuoa au kuolewa. Sababu ya pili, kwa nini tunahitaji tufanye? Kwa hiyo tunafanya maamuzi ya kiungu kwa sababu kumpata mwaminifu ni ngumu. Hiyo ni sababu ya kwanza. Lazima tuchague kwa uangalifu, kwa sababu kumpata mtu mwaminifu ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Na sababu ya pili, watu waaminifu hawapo. Zaburi 12:1 inasema, Bwana tusaidie. Huyu ni Daudi anaimba. Anasema Bwana tusaidie, kwa kuwa wacha Mungu wako wametoweka. Waaminifu wametoweka miongoni mwa wanadamu. Sasa huyu ni mfalme, alikuwa amewaangalia, labda usikuta alikuwa anatafuta watu wa kuweka kwenye vitengo mbalimbali katika idara zake, lakini kila anayemtazama ana mapungufu. Kila anayemtazama ana mapungufu, na upungufu ambao anauona ni uaminifu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni moja ya swali ambalo ni moja ya mambo, ni sababu ambayo pia inatuweka kwenye koma, inatuweka kwenye bracket. Haya maamuzi unayafanyaje? Kwa sababu swala la kufanya maamuzi ya ndoa, hii ni maamuzi ya mwanzo mpya wa maisha. Sio maamuzi ambao utasema niingie tu kwa sababu ninahisia, au niingie tu kwa sababu nimependwa, au kuna mkaka amenishawishi nimuanyoe. Ni sababu ambayo lazima uangalie kwa makini, kwa sababu waaminifu hawapo. Ila si kwamba hawapo, wapo. Ila Mungu anawafahamu. Bwana Yesu asifiwe. Katika Samuel, Mungu alimwambia Samuel dhahiri, tatizo lenu ninyi mnatazama nje, lakini mimi Mungu ninatazama wapi? Ndani. Kwa hiyo unaweza kumuona nje ni mzuri, ni mwaminifu, ndio, kwa ukimtazama matendo yake na swaga zake
mtu wa Mungu, pastor si ndio huyu, lakini ndani ni nguruwe, ni simba. Biblia inasema hivi, wapo kondoo waliojivika, wapo simba walao kondoo wakijivika ngozi ya nini? Ya kondoo. Kwa hiyo ni kondoo, ni simba katikati ya kondoo wakiwa na sura ya nini? Ya kondoo. Kwa hiyo ni maamuzi ambayo tunahitaji uangalifu mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Na lengo la somo hili ni moja, kukufungulia mitazamo na mipango ya Mungu na kusudi la Mungu juu ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Na lengo la pili la somo hili ni kukupa mbinu za kufuata ili kufanya maamuzi kabla ya kuoa au kuolewa. Bwana Yesu asifiwe. Lisemwalo lipo, kama alipo laja, na hatujui kwa nini Mungu ameleta hili. Marko 10:6 ndio somo, kichwa cha mstari wa somo hili ambalo linasema, lakini tangu mwanzo wa uumbaji Mungu aliwaumba mume na mke. Naye Mungu atatupa vitu vingi katika huu mstari. Marko 10:6. Lakini tangu mwanzo wa uumbaji Mungu aliwaumba mume na mke. Biblia inafungua wazi, sawa, kwamba Mungu tayari alishafanya mume na mke. So sio kitu cha kwenda kufanya kwamba kwa sababu nimekutana naye fulani, huyu ananifaa, kwa sababu yupo kanisani huyu ananifaa, bali Mungu alishafanya, huyu atafaa na huyu, huyu ataenda na huyu, huyu atakuwa na huyu. Kwa sio kitu ambacho utasema kwa sababu mbona kama ananifaa, mbona ni mstaarabu. Hapana, unaangalia sababu ya kiungu, kwa sababu Mungu tayari alishaweka. Sasa usiniulize je akifaa alafu bado sijakutana naye. Unapaswa uombe Mungu akukutanishe na huyo mtu sahihi. Wapo. Bwana Yesu asifiwe. Wapo. Tatizo kuwapata, kumfahamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu alisha kufanya hawa watu, wakawaweka, akawakitisha kwamba fulani ataenda na fulani. Binti wa boma la Molel ataenda kuolewa na kijana wa boma la Lazaro. Watakutanishwa hawa watu. Lakini namna gani ambayo Mungu anakutanisha? Mungu huwa anawakutanisha yeye mwenyewe. Kwa hiyo ni mambo ambayo huwezi ukaenda kwa akili za kibinadamu. Sawa, hata kama una mahesabu kiasi gani, hata kama ni mtaalamu wa psychology kiasi gani, huwezi kufanya kwa mahesabu ya kisaikolojia. Nimekaa na huyu mtu muda mrefu, nimemwona ananifaa. Hapana, kama sio, lazima Mungu aingizwe kati. Sawa, nishashuhudia mahusiano watu miaka 6 na bado yakavunjika. Wengi tumepita vioni, tumekaa vioni miaka 2, first year amekutana na mchumba, siku chuo kinaisha na mahusiano yanafanyaje? Yanaisha. Kwa amekaa na mtu miaka 2, akajua ni mtu sahihi, the end time anaachwa. Sawa. Kwa huwezi kufanya maamuzi tu kwa sababu umemwona huyu mtu anakufaa. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Inamhitaji Mungu. Sasa tutazame kwa nini ndoa. Maana ya ndoa. Maana ya ndoa ni taasisi ya kwanza ya Mungu duniani inayohusika na kumkamilisha mwanadamu ili kufikia kusudi na lengo la Mungu. Ndoa ni taasisi ya kwanza ya Mungu duniani inayohusika na kumkamilisha mwanadamu ili kufikia kusudi na lengo la Mungu. Mungu kabla hajamleta Yesu aliileta ndoa kwanza. Sawa? Na lengo la kuileta ndoa ilikuwa ni kumsaidia Adamu. Alisema, tazama, si vyema mtu huyo pekee yake, nitamfanyia mtu wa kufanana naye wa kumsaidia. Maana ya kumsaidia ipo wazi ukisoma katika Mwanzo 2:18. Maana ya kusaidiwa ina maana haujafiti kwenye ile eneo, unapwaya. Sawa? Unafanyaje? Unapwaya. Kwa hiyo kabla Mungu hajaamua kumleta Yesu wakuja kukava hizo nafasi ambazo zilipwaya, ilibidi kwanza alete ndoa ili kuja kumkamilisha mwanadamu. Mwanadamu akikamilika afiti kwenye ile nafasi na lengo la Mungu. Sawa. Kwa mwanadamu alipoletewa ndoa, yeye alijua ameletewa mke, ila hakuletewa mke, aliletewa mipango ya kimungu ili iweze kumsaidia kufika kwenye lile lengo fulani.
Bwana Yesu asifiwe. Na hili lengo la Mungu ndilo linalosimamisha ndoa. Kama hakuna lengo la Mungu, ndoa haiwezi kusimama. Kama hakuna kusudi ya ndoa, ndoa haiwezi kusimama. Ni lazima liwepo kusudi ambalo ni la Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunamhitaji Mungu asimame ili atuoneshe kusudi lake na mtu gani ni sahihi. Kwa sababu unaweza ukaletewa mtu ukamwona mbona huyu hanifai? Ukimtazama kwa nje, mbona kama hanifai? Lakini kumbe ndo mtu sahihi. Na unaweza ukaletewa mwingine ukasema anafaa, kumbe hafai. Ukamtazama nje, ukaona anafaa, kumbe afanyaje? Afai. Wewe ukajua anakufaa kwa mitazamo kwamba nikisimama naye ni mrefu kama mimi, ni mweupe kama mimi, ni mnene, nikisimama naye watu watanisifia nina mke mzuri, nina mume mzuri. Kumbe kwenye lengo la Mungu afai. Sawa? Na hili lengo la Mungu na kusudi la Mungu ndilo linalosimamisha ndoa. Kama hakuna lengo la Mungu, ndoa zote zinakufa. Na ndio maana hatuwezi tukaingia kwenye ndoa kwa sababu ya upendo. Upendo haichochei ndoa. Sawa? Bali kusudi la Mungu ndilo linachochea upendo. Sawa? Unaweza ukaingia kwenye ndoa kwa upendo. Baada ya muda upendo unaisha. Sote hapa ni watu wazima na tumepita kwenye mahusiano, si ndio? Baada ya miezi mitatu ya mahusiano katika uchumba, yale maongezi yanaanza kupungua. Ile kiu na ya mwanzo inaanza kufanyaje? Inaanza kupungua. Ninaongea na watu wazima, si ndio? Si tunafahamu? Yale mazoea yanaanza kufanyaje? Kupungua. Kama hakuna kusudi ambalo limewakutanisha, inafika tu busy nimeisha ndo busy mpaka mahusiano yamekuwa busy mpaka inaisha. Lakini kama kuna kusudi ambalo linazidi kuwaweka pamoja hivi, utakaa mwaka wa kwanza unasubiri, utakaa mwaka wa pili unasubiri, mpaka Mungu aseme yes. Unafanyaje? Unasubiri. Kuna kusudi la Mungu. Kitu ambacho kilisimamisha ndoa ya Abraham si kwamba Abraham alikuwa anampenda sana Sara, ila kusudi la Mungu kwamba kupitia huyu mke ndio utaitwa baba wa mataifa. Na Ibrahim anataka mtoto na anataka kuwa na watoto wengi. Kwa hiyo ikabidi ampende Sara, ajifunze kumpenda Sara ili tu kusudi lake lifanyaje? Litimie. Ila kiukweli alikuwa yeye ana shida na mtoto, sio shida na Sara. Ndio maana alipoambiwa nenda kalale na Ajiri, akufikiria. Huwezi kwenda kulala na mke mwingine na wakati una mke wako, unampenda mke wako. Hiyo si logic tu ya kawaida wakubwa Si logic ya kawaida. Mke wako hawezi kukushauri kalale na mke mwingine ila hali unampenda na wewe ukaenda. Kwa hiyo kuna kitu kingine ambacho kilikuwa kinachochea ndoa ya Abraham, kusudi lile la Mungu. Ndio likawa linamfanya tu sasa ni mzee lakini acha nivumiliane naye wewe. Kwa hiyo huwezi ukaingia kwenye ndoa kwa kutegemea kwamba kuna upendo, ananipenda sana. Lazima liwe kusudi. Ndio maana nowadays watu wanaamua kufanya ndoa za mikataba, tunatafuta kusudi la kuwa pamoja. Baada ya miaka fulani tunaweka chini, tunaangalia tena, tunacalculate, je, tunaendelea? Watu wanaamua kucalculate chini. Wanatafuta kusudi basi limradi basi tuwe kwenye nini? Kwenye ndoa. Wanatafuta sababu ya kuwa kwenye ndoa. Kwa kuangalia, nikiwa na wewe utanisaidia sehemu fulani na mimi nitakusaidia sehemu fulani. Kwa hiyo anaingia kwenye ndoa kwa malengo na kusudi kwamba atasaidiwa sehemu fulani. Akifika kule asaidiwe, hiyo ndoa inakufa. Hamjai kutana kwenye familia mtu anasema nipo kwa sababu ya hawa watoto. Isingekuwa hawa watoto, hii ndoa ningeikimbia. Tushasikia hizo story. Na sizipo. Kwa hiyo hatuhitaji kuwa na upendo, tunahitaji tumfahamu Mungu, atupe kusudi lake, alafu Mungu atuchukue, atupeleke kwa mtu sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia iko wazi kwa sababu inaongea katika lugha ngumu. Ukisoma Mwanzo 2 mstari wa 22. Mwanzo 2 mstari wa 22 inasema, nitaanamba ni kwa ajili ya muda nisome ile mstari ya pale mwisho. Biblia inasema akamleta huyo mwanamke kwa huyo mwanaume. Mimi hiyo ni tafsiri yangu, tafsiri yako sijui imeandikaje kipengele nani Mwanzo 22b. Hebu mmoja tusomee. Mungu akaufanya mwanamke kumleta kwa Adamu.
Aha. mstari wa 25. Akamleta, Biblia inasemaje? Mungu akaufanya mwanamke, Ehe, akamleta kwa Adamu. akamleta kwa Adamu. Sawa. Huu mstari ni mgumu kwa sababu sio Adamu alienda kukaa kwenye kona akamtafuta mke. Ni Mungu alimleta kwa nani? Kwa Adamu. Sasa usiniulize kwamba je, hatutongozi? Nimeongea kibinadamu eh? Mungu huwa ana njia zaidi ya moja, sawa? Mungu ana njia nyingi, ila ana mipango yake. Kwa hiyo anaposema kwamba usitafute, mimi nitakulitafutia, au anamaanisha. Tatizo letu huwa hatuamini neno. Sawa? Tuna tabia ile akili za kuambiwa. Sasa usichanganye akili zako na za Mungu. Sawa? Usijiongeze kwenye akili za nani? Za Mungu. Yeye amesema utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na mengine yote mtazidishiwa. Kwa hiyo kama mke yumo huko, si ndio? Yote. Mume. Sawa. Biblia inasema akafanyaje? Akamleta. Kwa hiyo hamna mahali ambako Adamu alienda akaanza kutafuta na kupeleka posa na kuanza kutesti huyu na kutesti huyu na kutesti huyu na kutesti huyu. Okay, tutoe mfano huu. Kuna hapa Tanzania kuna wanaume milioni 30 na wanawake milioni 31. Hiyo ni sensa ya mwaka ya juzi 2022, si ndio? Sasa ni nani utamjua huyu ni sahihi? Kwa sababu unaweza ukasema leo kwa sababu nipo St. Dorcas fulani ana upendo, anajali, yupo anajua kukea, ni mtu wa Mungu, mcha Mungu. Utaenda tena Arusha utakutana na watu wa design hiyo hiyo. Tumesoma na watu tumewaona, si ndio? Kila level ya elimu tulikuwa tunakutana na mtu huyu. Jamani. Unaona tena level nyingine ya elimu, huyu. Wengine unakutana nao mtaani, huyu kweli anafaa, lakini ni nani sahihi? Tunamhitaji Mungu mwenyewe atuletee, atukutanishe na watu sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usije ukatafsiri kutafuta mke au mume au ukafanya maamuzi ya kuolewa au kuoa kwa akili zako za kibinadamu. Unamhitaji Mungu. Kwa sababu moment ambayo utayafanya haya maamuzi ndio moment ambayo maisha yako yataamua yanasimama au yanabonyea, yanashuka. Wakati ambapo utaingia kwenye ndoa ndio utakuwa umefanya machaguo. Je, ninasimamisha au ninabomoa? Sasa lazima tujue kufanya maamuzi katika utukufu na hekima za kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini ufanye maamuzi kwa usahihi? Uzito gani ambapo upo kwenye ndoa? Bwana Yesu asifiwe. Uzito ambao upo kwenye ndoa, namba 1, siri iliyoko ndani ya ndoa. Sasa hao wataalamu ambao wameshatutangulia kwenye hizi level watakuwa wanatuambia tu. Bwana Yesu asifiwe. Ipo. Amina, tumepatana Sasa namba 1, ndoa ni mwanzo mpya wa maisha ya mwanadamu, mume au mke. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa ni mwanzo mpya wa maisha ya mwanadamu. Sawa? Ukisoma Mwanzo 5 mstari wa 2 unasema naye akawaita jina lao Adamu. Akawaita jina lao Adamu. Lakini toka mwanzo wakati Mungu anaumba dunia, Mungu alimuita huyu Adam na huyu akamuita Eva. Sawa, tena Eva alipewa na mume wake. Ila huyu alikuwa anaitwa Adamu, huyu anaitwa Eva. Walikuwa na majina mawili tofauti, utambulisho mawili tofauti. Kwa kila mmoja alikuwa na njia yake ambayo anaitegemea na anaitazamia. Ila moment ambao walikuja wakaingia kwenye ndoa, wakabadilishwa jina, wote wakaitwa Adamu. Sawa? Yaani kama ninaitwa Kelvin na mke wangu naye ataitwa Mrs. Kelvin. Jina ni ila tu tutajaribu kutafuta namna ya kutofautisha kwamba huyu ni bibi, huyu ni bwana. Kwa hiyo huu mwanzo mpya ndio unaamua. Ukitaka kujua kwamba huu mwanzo unaamua, ukiwa kwa wakati wa uchumba, unaweza kadhani unamfahamu sana. Ukaingia naye, ukajua nimepata, ukafika kule ndani ukasema kumbe nilikuwa simfahamu. Ndio unaanza tena darasa moja la kumjua.
kumbe huwa hapendi hivi, anapenda hivi, hapendi hivi, anapenda hivi. Bwana Yesu asifiwe. Na tatizo la binadamu, tuna ability ya kutunza siri mbaya. Yaani kama mimi nina kidonda hapa hivi, hiyo inakuwa ni ya kwangu. Au labda mimi nimefanya maovu yangu huko hivi, nitakaa nayo moyoni, hautakaa ukajua. Sijajua sasa jinsia nyingine. Sawa? Wana ability ya kutunza siri. Kwa hiyo siku unaingia naye kwenye ndoa, unagundua kumbe nilikuwa simjui. Wewe unadhani unamfahamu mtu, kumbe umjui. Ndio unaanza moja. Na ndani ya ndoa unapoanza maisha upya, mitazamo inabadilika. Kwa sababu kama ulikuwa unawaza kununua suruali, sasa utaanza kuwaza suruali na sketi. Wakati mwingine unabadilisha, sinunui suruali, nanunua sketi. Unaanza kubadilisha priority. Upendeleo unaanza kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio maana tunahitaji tufanye maamuzi sahihi. Unaweza ukamchagua mtu ukajua umepata asset, kumbe umepata liability. Unajua liability? Yaani kitu ambacho kinakula tu. Kinafanyaje? Kinakula, akizalishi. Kwa hiyo sasa huu mwanzo mpya ambao utauanza, unaweza ukajikuta unaumia au ukajuta kwa nini umefanya. Ndio maana nowadays watu wanaamua tu wanaamua tuweke mezani, una nini na mimi nina nini. Hiyo sasa hizo ni hesabu za kidunia. Siwezi nikakwambia ufuate hivyo kwa sababu utaumia. Sawa? Watu wanaamua kuweka una nini ili tujue tunaanzaje. Right? Ili tujue tunafanyaje? Tunaanzaje? Sasa lazima ufanye maamuzi sahihi. Lazima umuombe Mungu hekima ya kuchagua kwa usahihi. Mwingine unaweza ukawa unaanza naye ila ana cha kuanzia, ila ana akili ya kuanzia. Wanaume wengi tumebadilika tabia baada ya kuoa. Wanaume wengi tumeanza kushtuka maisha na kuanza kutunza hela baada ya kuoa. Kama uamini, muangalie kaka yako. Ameanza kuja na mfuko nyumbani wa mkate baada ya kuoa. Bwana Yesu asifiwe. Ameanza kuja na mfuko wa mkate nyumbani baada ya kuaje? Lakini mwanzo msinibakizie juu kwa juu. Lakini mwanzo mpya ulianza kuhesabika baada ya kufanyaje? Mdada aliacha kuzunguka nyumbani baada ya kuolewa. Mwanzo mpya ukaanza kwenye maisha. Sasa lazima uangalie unamuoa nani na anakuoa nani. Sawa, kwa sababu tunachukuliwa utukufu kwenda utukufu hadi utukufu. Kuna mwingine atakuoa, utatoka utukufu kwenda utukufu mdogo. Haujai kuona ndoa ambazo ulikuwa mama alikuwa ni mama maombi mzuri sana kanisani. Vipindi vya maombi vyote anahudhuria. Baada ya kuolewa akabakiza kuombea chakula. Baada ya kuolewa akawa ni mtu wa kuombea nini? Akaenda ikafika mahali kitandani anasali kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba, na baada ya muda inaisha. Kwa anaenda akipungua down the trend. Kutokana na nini? Maamuzi aliyoyafanya. Tunaelewa na wapendwa katika Bwana. Tunaelewana katika Bwana. Sababu ya pili kwa nini ndani ya ndoa kuna nini, ili uweze kuamua wewe ufanye maamuzi. Ndoa hubadilisha maisha ya mtu, mitazamo, mipango na hatima ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna movie moja niliangalia. Huyu jamaa alikuwa ni muasisi wa kampuni ya Pepsi na alikuwa ni director huko Mexico. Wakati yupo na mchumba wake walikuwa ni watu wauzaji wa madawa ya kulevya. Sasa nisamee nimeleta mfano wa movie kwenye ibada, ila ni moja ya somo. Sawa? Sasa walikuwa ni wauzaji wa madawa ya kulevya. Katika kuhangaika mdada akapata ujauzito. Sawa? Kwa katika kupata ujauzito sasa hawezi tena kukimbia kama mwanzo, kukimbizana na polisi kama mwanzo. Inabidi sasa atulie, alee mtoto, amedecide kulea mtoto. Ila baba hakuamua kutulia. Akicheki labda tuendelee kupata nini? Kipato. Wenzake wawili wakafa, akapona yeye. Mke akamwambia, "Embo amua. Utaniacha na huyu mtoto uendelee na hivyo vitu alafu uliwe na polisi, iwe hasara uniache mimi mwenyewe, au ubadilishe maisha." Jamaa akaamua kubadilisha maisha. Akaamua kuishi kama mtu mwingine tu wa kawaida, anafanya kazi za mikono kawaida. Sasa tazama, alijikuta anaingia kwenye situation ya ndoa bila kuwa na utulivu wa kujiandaa.
mwanzo wake ulikuwa ni mgumu sana. Japo kimovie unajua Sterling huwa anashinda. Sawa, ila mwanzo ulikuwa ni mgumu sana. Kutokana kwa nini? Hakuwa ametuliza akili katika kufanya nini? Hayo maamuzi. Hakuwa kwenye action nzuri. Hakuwa kwenye moment nzuri ya kufanya nini? Maamuzi. Sasa anajikuta hatima ya maisha inabadilika kutoka kwenye kuwa muuza madawa kwenda kuwa kwenye nini? Mtu wa kawaida, baba wa familia. Sawa. Kwa hiyo lazima uamue kwa uangalifu na hekima ya hali ya juu. Mungu yaani asimamie. Mungu asiposimamia kuna changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nini? Kuna changamoto. Na changamoto hii ni kwamba mke atoki mahali popote. Atoki kwenye nyumba ya fulani, mzee fulani. Mke anatoka kwa Bwana. Kwa hiyo lazima urudi tena kwa nani? Kwa Bwana ili akupe huyo mke. Biblia inasema vizuri zaidi kwamba nyumba na urithi mtu hupewa kutoka kwa baba yake. Ila mke mwema atoka kwa nani? Kwa Bwana. Mke sio mke tu, mke mwema. Kwa hiyo dunia inaweza ikakupa mke. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mnajua matunda ya dunia. Kwa kama Mungu anakupa mke mwema na dunia inakupa mke, basi dunia inakupa mke mbovu. Vivyo hivyo vice versa kwa wanawake. Dunia inakupa mume mbovu. Sawa. Unaweza ukaolewa unaenda vizuri, ulikuwa na mikakati na mipango ya kibiashara vizuri, baada ya kuolewa vitu vyako vinaanza kuchange. Nashangaa hatima yako ilikuwa inaenda juu, ghafla inaanza kwenda chini. Bwana Yesu asifiwe. Dada ulikuwa unajitahidi, unapambana biashara, ukampata mwenzako huko kazini ukajua huyu sasa ndo ananifaa, tukao tunachanganya mishahara hii hapa. Badala ya kupewa milioni 1 sasa imekuwa milioni 2. Kwa hiyo ile inakuwa ni nyingi ya kufanya maendeleo kwa wakati mmoja. Unaingia kwa kichwa kwa kutazama mshahara utakuwa mwingi, ila hujatazama kiroho chako kitakuwa kingi au kinaenda chini, kwa sababu always Mungu anamleta mtu kwa ajili ya kumkamilisha mwanadamu. Kwa kama mwanadamu alikuwa na 90%, Mungu anamleta mke au mume ili mwanadamu afikie 100%. Ile nafasi ambayo inakosekana, Yesu anaingia kujaza. Ndio maana Biblia inatuambia katika Yesu Kristo tunapokea ule utimilifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima ufanye maamuzi, kwa sababu inabadilisha hatima ya maisha yako. Inaweza ikaenda chini au ikaenda juu. Sawa? Wengine baada ya kuoa wakaingia kwenye pombe. Nini shida? Mume mke, kila mmoja anamlalamikia mwenzake. Kila mmoja anafanya majuto. Wengine sasa inafika mahali wanapeleka lawama kwa watoto. Anaanza kumuona ule mtoto ni mbaya. Anamchukia baba mpaka mtoto. Kumbe ni maamuzi yake yeye. Maamuzi tu. Bwana Yesu asifiwe. Usiendeshwe na mwili katika kufanya haya maamuzi. Yaani usiruhusu kabisa mwili ukakupa kufanya haya maamuzi. Mwache Mungu akuhudumie. Kaa mikononi mwa Mungu akuhudumie. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa, kwani umuhimu gani wa kufanya maamuzi sahihi katika ndoa? Ndoa humpa mtu kibali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunahitaji tuwe na maamuzi sahihi sana ili upate kibali. Kibali kinakuja baada ya kupata kitu sahihi. Sawa? Na Biblia inasema hivi, apataye mke hupata kibali, na ajipatia kitu chema mbele za nani? Za Mungu. Kwa sasa kama haujapata mtu sahihi, ina maana kibali sio sahihi pia. Hauwezi kupata kibali. Sawa? Mungu huwa hajazii makosa ya mwanadamu. Sawa? Mungu huwa hajazii makosa ya mwanadamu kwamba tuchanganye ngano na magugu alafu tuviache vimee pamoja. Mungu anaamua kusafisha shamba lote kisha mnaanza safari moja. Sasa piga hesabu. Will you be able kuanza moja? Sasa unaweza ukapiga hesabu ukasema ila sikutamani niolewe na waume wawili, kila mtoto awe na baba yake. Kuna madhara na kuna gharama ya kila kosa ambalo unalifanya. Bwana Yesu asifiwe. Ukiamua kukosea, rudi tuanza mwanzo. Kama Abraham
Alipokosea katika kufanya maamuzi ya kulala na Hajiri, Mungu akamwambia, kama ulivyomsikiliza Sara mwanzo, msikilize tena na sasa. Akamwambia lakini atateseka. Akawa anamuomba Mungu Ishmaeli abaki kwenye mikono yake. Mungu akamwambia, kumbariki nitambariki, ila sio hapa sio kwake. Sasa will you be able, utaweza kuvumilia, unaweza kupokea utaweza kupokea hayo majibu ya design hiyo? Kwa sababu ulikosea mwanzo, kwa sababu ya maamuzi ambayo ukutulia, ukafanya tu maamuzi na temptation. Usisukumwe na temptation. Sawa? Usisukumwe kufanya vitu kwa kusukumwa kwamba unajua marafiki zangu nao wameolewa, wengi nilikuwa nasoma nao wameolewa. Usifanye hivyo my dear. Wao ni marafiki zao. Kila mmoja anatembea kwenye neema yake. Hasa sisi watu ambao ni Wakristo tumemjua Yesu. Mungu huwa anachukua another years option ya kukutengeneza. Sawa? Na unaweza ukarashi, ila usije ukarashi before the Lord. Usije ukakimbia kabla ya Mungu. Ukafika kabla Mungu hajafika. Tembea na Mungu taratibu. Kwa sababu ya ugumu uliopo ndani ya kule hivi, inahitaji Mungu aingilie kati kukusimamisha. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine ambacho kipo ndani ya ndoa, tunasema ndoa humfutia uhalali wa wazazi wake, humfutia mwanamke uhalali wa wazazi wake wale waliomzaa na kumhamisha kwenye uzao wa mume wake. Yaani wewe kama mdada ukiolewa na mume, ndoa inakubadilisha. Unakuwa tena sio watoto wa Kelvin Nyange, unakuwa ni watoto wa Ibrahim Nyange. Sawa? Yaani wewe unakaa kwenu, mimi nina kwetu. Nikikoa wewe unatoka kwenu unakuja kwetu. Na Biblia inaongea kitu kigumu katika Zaburi 45 mstari wa 10 na 11. Bwana Yesu asifiwe. Aliipata tusomee Zaburi ya 45 hadi 11. Wasahau watu wako na nyumba ya baba yako, naye mfalme utautamani uzuri wako, maana ndiye Bwana wako nawe msujudie. Bwana Yesu asifiwe. Unaona hiyo jinsi Biblia inavyoamuru kwamba uwasahau watu wa nyumbani kwako. Sasa changamoto ni pale ambapo unawasahau watu wa nyumbani kwako, alafu mtu unayempa responsible ya kuwakumbuka watu wa nyumbani kwako hafanyi hivyo. Ugomvi wa kwanza utakaoingia kwenye ndoa ni kwa nini unapenda ndugu zako tu? Ndugu zangu wapende. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio kesi nyingi ambazo zina fight kwenye familia. Mbona uwapendi ndugu zangu? Sawa? Ndio unaweza ukawa mwaminifu ukafuata mstari, ila aliyekoa ana hiyo roho ya Mungu ya kujua wajibu wake, yeye akawapuuzia. The moment unaamua sasa kusema labda sasa niamue sasa nimkumbuke baba yangu, nimkumbuke mama yangu, kesi inakuja. Kwa nini unawapenda ndugu zako? Unawapenda ndugu zako tu. Yaani mimi naleta vitu ndani, wewe unapeleka kwa ndugu zako tu. Kwa hiyo inahitaji mtu ambaye ni sahihi, ambaye ataweza kubeba huo mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Biblia inaongea kitu kigumu hapa, inasema umsujudie. Sasa kumsujudia, unajua ni kama unamwabudu, unamheshimu. Biblia inamueleza Sara alikuwa na heshima kiasi cha kumuita Abraham bwana wangu. Ili neno bwana sio kwamba ni bwana, ni kwamba anakumiliki. Yaani wewe ulivyokaa hivyo na simu yako na ndala na sandals na kibanio cha nywele, anakumiliki. Sasa the problem, akikumiliki hivyo, ana huo moyo wa utu, ana huo moyo wa usahihi wa kukumiliki katika kukukuza. Kwa sababu wadada huwa tunatakiwa, mume ukimwoa mdada umlee, akue, aongezeke, astawi. Sawa? Sasa unamtoa kwa alikuwa na mapingili kwenye shingo, amejazia vizuri, katunzwa, mweupe, anakaa kwako mwezi wa kwanza, mwezi wa pili kashakuwa mweusi. Miezi 6 akakonda.
Bwana Yesu asifiwe. Sasa lazima ni maamuzi ambayo ni extraordinary, maamuzi ya ziada mno, ni maamuzi ambayo inakubidi ukae na Mungu sana. Sawa, mkaka unaweza ukaamua ukasema kwamba labda ni waheshimu ndugu zake, lakini sasa hiyo sio sahihi. Akawa tena anakupiga cha juu. Bwana Yesu asifiwe. Anakutaka umhudumie na hudumie ndugu zake, tena sio amri, ni lazima. Hamjawahi kusikia kesi za mume anapigwa ndani? Si kwamba anapigwa kwamba aleti vitu vya kula. Anapigwa kwamba mbona kuna mahali hujapeleka kwa wazazi. Na inaleta ugomvi mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Umeona haya maamuzi yalivyo? Kwa ni kitu ambacho unatakiwa uchague kwa uangalifu wa hali ya juu, ukimwomba Mungu afanye njia. Sasa ninakuonesha hii mitazamo ambayo Mungu alikuwa nayo katika kutengeneza ndoa. Ili wewe ufanye maamuzi, uweze kurudi kwake, ujipatie nani? Mtu sahihi. Sawa? Katika Hezekia Mungu anasema, nikatazama dunia, nimtafute aliye mwaminifu ili nisiuharibu mji. Nami nikaona wote hakuna mwaminifu katikati yao. Unampata mtu anakupenda kweli, ila mshahara wake hakuambii. Bwana Yesu asifiwe. Anakupenda kweli, ila mshahara hakuambii. Unampata mwingine anakupenda na kujali kila kitu, anakufulia, anakuhudumia, anaweka kila kitu, anafanya hiki. Kumbe ana miradi yake huko pembeni na hujui. Mwingine anakuthamini vizuri, ila mtoto sio wako. Mtoto si. Sasa ni lazima upate mtu sahihi ambaye atakuwa mwaminifu kwa kila kitu. Na ni Mungu pekee anayekukutanisha. Amina. Kwa lazima uwe muangalifu sana. Usiende tu kwa sababu nimekutana na ndugu zangu, marafiki zangu wameolewa. Nyumbani wanaipigia kelele niolewe. Hayo ni maisha yako. Mzazi alishatengeneza maisha yake akakuleta wewe. Na wewe tengeneza maisha yako kwa ajili ya wazazi watoto wako. Au mnapenda zile vikao vya single mothers and single fathers? Sawa. Dunia kusudi la Mungu kuileta ndoa ni kwa ajili ya kuisimamisha kanisa. Sasa kanisa haliwezi kusimama kama hakuna familia. Hauwezi ukakaa na mke wako ibadani mkao mna amani mnamsikiliza mchungaji na akade jana umemgonga ngumi. Sawa? Mke hauwezi ukakaa ukamsikiliza mchungaji ili hali baba umemwambia lete unga hajaleta na amekupiga ngumi. Bwana Yesu asifiwe. Wanawake wengi huwa wanakimbia ibadani kwa kesi ya mume hahudumii watoto. Nikienda huko ibadani nitakwazika. Kwa anaanza kupunguza kwenda ibadani. Siku anakuja kushtuka kwamba ninaharibika, tayari ashaharibika. Ibadani kiu ya maombi hamna tena, kiu ya kuomba hamna tena, nguvu ya kukaa na Mungu hamna tena. Kwa sababu tu ya ubovu wa nini? Wa msingi aliyoifanya. Bwana Yesu asifiwe. Tunamhitaji Mungu afanye na aingilie maamuzi tunayofanya. Biblia inasema hivi, ipo njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, ila mwisho wake ni njia za mauti. Kuna njia tunaweza tukazifanya tukajua hii ni sahihi. Ila ndugu zangu ni kiukweli tunamhitaji Mungu. Tumuombe Mungu sana afanye maamuzi, asimamie, atuongoze. Amina watumishi wa Bwana. Sasa ni namna gani utafanya maamuzi haya sahihi? Mbinu au hekima ya kufanya maamuzi ya kuoa. Sasa kama tulivyokwisha kusema, huwezi kufanya maamuzi kwa akili zako. Unamhitaji Mungu. Sasa Biblia inasema na katika kila kitu mnachokifanya mkifanye katika msingi wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hekima ya kwanza au mbinu ya kwanza inasema mtumie Yesu Kristo akuchagulie au akuoneshe mtu sahihi. Mtumie Yesu Kristo akuchagulie na akuonyeshe mtu sahihi. Samuel wa kwanza 16:7.
16:7. Nasema kwamba lakini Bwana akamwambia Samuel, Bwana akamwambia Samuel, usitazame uso wake usitazame uso wala urefu wake, wala urefu wa kimo, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo. Maana wanadamu hutazama sura ya nje, Kwa sababu binadamu hutazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. bali Bwana hutazama moyo. Bwana Yesu asifiwe. Usimwangalie urefu, kimo, uzuri, unene, sawa? Labda amekatia na 6 packs na misuli, ni mrefu, ni hivi. Usimtazame hivyo nje. Sawa? The true man is inside. Sasa hakuna anayeweza kuona moyo wa binadamu. Kauli moja inasema kwamba moyo wa mtu ni nini? Ni kichaka. Huwezi kujua ndani yake. Wengine tunajua kucheka vizuri, tunatabasamu muda 24 hours ukutana na sisi. Amina. Wengine ni Bwana Yesu asifiwe 24/7. Masaa 24, siku 7 za wiki. Sisi ni Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi si ndo huyu. Unaweza kusema mtumishi ndo huyu, ila ndani hafai. Sawa? Yamkini anaweza akakaa kwenye huo uaminifu kwa mwanzoni tu, ila kule mbele akashindwa kuvumilia. Ila Mungu anakutafutia mtu ambaye ana uvumilivu, atakubeba, atakusaidia. Sawa? Na ndio maana wengi wanasemaga kama unanipenda tusubiri wakati wa shida, ndio tutajuana, tutatenga maharage na mahindi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa ili uweze kufanya haya maamuzi sahihi, ndugu yangu, mtumie Yesu Kristo. Muulize Yesu Kristo aingie akutafutie. Na unamuulizaje Yesu Kristo? Kwa kuomba. Biblia inasema kwa namna hii msijisumbue isipokuwa kwa kusali na nini? Na kuomba. Sawa? Na kwa namna hii haiwezekani isipokuwa kwa kusali na kufunga. Sawa? Lazima urudi kwa Yesu. Yeye ndo amemtengeneza mwanadamu. Yeye ndo anayemjua. Yeye ndo anajua package ya kila mtu. Kama neno la pale Mwanzo Marko 10:6 linavyosema, mwanzo alimuumba mume na mke. Kwa hiyo anamjua nani ni huyu, nani ataenda na huyu, nani huyu amfai, nani hatamfaa. Sawa? Kwa sababu wakati tunadesigniwa, Mungu anavyotudesign, anatudesign kwa ajili ya kusudi fulani. Kwenye hilo kusudi anakudesignia na mtu mwingine ambao utatembea naye kwenye hilo kusudi. Sasa mke ni mtu ambao utatembea naye maisha yako yote. Sawa? Ila marafiki utatembea naye, utakutana naye utu uzima, akikufikisha mahali fulani ataondoka. Ila mke ndo ukikosea kuoa, kosea kujenga, ila usikosee kufanyaje? Kuoa. Kosea kujenga ila usikosee kufanyaje? Kwa sababu huyu unaenda naye maisha yako, unatembea naye maisha yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Unatembea naye maisha yako yote. Kwa hiyo lazima urudi kwa Yesu ili akupe mtu ambaye utatembea naye maisha yako yote. Sawa? Mwingine unaweza ukamkimbia Yesu, ukafanya maamuzi yako peke yako, ukakutana na mtu ambaye kabebeshwa maono fulani. Sawa? Yesu asingeingilia kusema na Yohana na Yusufu kwa njia ya malaika, kwa sababu yule ni Yesu mwenyewe alituma. So unajua malaika wanafanya kazi kwa kuagizwa. Kwa aliagizwa kwamba nenda kamwambie Yusufu usisite kumchukua huyu mtu, kwa sababu amembeba mtu mtakatifu. Usisite kumchukua mke wako. Sawa? Ila jamaa alikuwa ameshapanga kukacha. Na waje mtu ana mtoto. Mimi najua ndo naenda kufika wa kwanza, kumbe kuna watu walishafika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima Yesu aingie, atetee. Ndio maana ilibidi sasa malaika waende wakaongea na Yusufu. Wamwambia usiache. Huyu mtu tumempa mzigo. Huu mzigo unaulea wewe na yeye. Anashikiliwa hapo. Tunaelewana? Ndio maana Biblia inatoa amri, mke na amheshimu mume na mume ampende mke. Hii ni amri. Haikuambiwa kwamba mume mpende. Tunakuomba umpende mke wako.
Imesema mume na ampende mke kama Kristo alivyolipenda nini? Kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kama Kristo alivyolipenda, hii ni amri. Kama umependwa na wewe penda. Sasa haijalishi ni mrefu ni mfupi, ni mnene ni sio mnene, anakufaa hakufai, umeambiwa mpende. Tunaelewana wapendwa katika Bwana? Kwa hiyo ni lazima Yesu aingie ili akukutanishe na mtu sahihi. Kwa sababu unaweza ukajisubmit ukampenda mtu alafu mwisho wa siku akakuua tena. Si unasikia kesi za mume ameua mke, mke kamua mume. Sawa? Ndoto yako ikawa imeishia hapo. Kwa kurupukushani tu ya uliona wenzako wanaoa na wewe ukaingia kuoa. Uliona wenzako wanaolewa na wewe ukaingia kuolewa. Alafu changamoto nafsi inaongea ndani, kadri miaka inavyoenda nafsi inaongea ndani, halo unazeeka. Inakwambia unafanyaje? Unazeeka. Ujioni, shtuka. Unafanyaje? Unazeeka. Unashangaa vitoto vidogo vyako ghafla papa vimekuja vimeolewa vina watoto. Inakwambia halo unafanyaje? Unazeeka. Sasa usikurupuke, rudi kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akukutanishe na mtu sahihi. Hiyo ndo namna pekee ya kukusaidia wewe katika kufanya haya maamuzi. Na ndo mbinu ya kwanza ambayo itakusaidia wewe kufanya maamuzi. Mbinu ya pili ya kufanya maamuzi ya kuoa au kuolewa, tunasema tumia damu ya Yesu Kristo. Tumia damu ya Yesu Kristo. Hii ni hekima na pia unaweza kaiweka kama mbinu. Sawa. Kazi ya damu ya Yesu ni kufanyaje? Kazi ya damu ya Yesu ni kutakasa, kusafisha, kuvunja maagano. Sawa. Si mnamjua Labani. Sawa. Labani kwenye ukoo wao ilikuwa mnaga tabia ya mdogo kuolewa kabla ya mkubwa. Sasa yamkini wewe mdada umechumbiwa na mkaka kumbe ni mdogo nyumbani kwako. Au mkaka umemchumbia mdada kumbe ni mdogo nyumbani kwako. Sawa? Alafu una mipango ya kumuoa au una mipango ya kuoa. Unaanza kuoa, unashangaa kuna vita unakutana nayo ambayo sio ya kawaida. Unakuja kufuatilia hii vita imeanzia wapi? Kumbe ni familia inamzuia aolewe au familia inakuzuia usiolewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa damu ya Yesu isipoingia kukutenganisha na vitu vya kifamilia, kukutenganisha na hivi vitu vya kifamilia, hautaweza kuchomoka. Wewe unasubiri uolewe, kumbe familia inasema wewe mpaka dada aolewe. Alafu sasa unakuta na familia nayo iko mbaya kwa sababu dada naye amefungwa. Dada haelewi. Dada amefikisha miaka 40 yuko nyumbani haelewi. Alafu misingi ya kifamilia inasema mpaka dada aolewe, wewe ndio ufanyaje? Uolewe. Ukicheza unaweza kaozea nyumbani na wewe. Usipoingiza damu ya Yesu kwenda kusafisha na kutakasa, hautachomoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunamhitaji Yesu na damu yake. Kwa sababu mbinu ya kwanza ni unamhitaji Yesu. Mbinu ya pili unahitaji aje na damu yake. Sawa? Biblia inasema hivi, mtakeni Mungu na nguvu zake zote. Sawa? Unaweza Mungu anaweza akaja lakini nguvu zake zisiwepo. Si unajua Mungu yupo kila mahali? Yupo kanisani na yupo baa. Sawa? Ila kwa nini kanisani nguvu zake zipo, ila baa nguvu zake hazipo? Ila yupo kila mahali. Sawa? Kwa sababu baa wanamtaka Mungu awalinde, wakinywa pombe wasikabwe. Ila kanisani tunamtaka Mungu na nguvu zake atuhudumie na atuponye. Sawa? Kwa lazima ukimuita Yesu aje na ukombozi. Sawa? Kwa sababu wanaume huwa tukimwoa mdada au muoi mdada kwa sababu ni mdada kama mdada. Unaoa mdada na miungu ya kwao. Unamuoa mdada na miungu ya kwao. Yakobo alipomuoa Israeli akawa anaondoka. Labani akamfuata akamwambia, "Mbona umechukua miungu yangu?" Labani akamwambia Yakobo akaapa akasema, "Mimi sijachukua. Endapo ukinikuta nayo, basi unihukumu." Yeye anajua amechukua mke. Kumbe Israeli anajua mchezo aliofanya, kabeba miungu. Sawa, alipofikiwa akaweka chini ya mapaja. Akasema usiniguse kwa sababu nipo kwenye nini? Kwa ila Yakobo anajua amebeba nani?
mke. Na sasa sijajua kama alienda akagutuka huko mbele ya safari. Yamkini labda alikuwa anaenda na iabudu kisiri siri. Sasa damu ya Yesu sipoingia, nashangaa unambeba mtu kweli ni sahihi, ila anakuja na vifungo. Sawa? Anakuja na vifungo vya kwao. Kwa sababu anahamishwa uhalali kutoka kule kwao analetwa kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unamhitaji Yesu akuoneshe mtu sahihi. Halafu unahitaji damu yake iende ikasafishe na kutakasa na kutenga. Sawa? Biblia inasema tulikombolewa kwa damu sio iharibikayo. Sawa? Ile damu ile iende ikamsafishe, ikatenge, ukakutanishwa na mtu sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaolewa unaweza ukaolewa na mtu ni unaona kabisa ndio Isaka, mtu wa Mungu, hana shida. Lakini kumbe kwao kuna misingi, mke ni tasa. Sawa? Mke ni nani? Tasa. Upande wa kina Raheli, sawa, kulikuwa upande wa Rebeka kulikuwa hamna tasa. Ila upande wa Abraham wake zao wote walikuwa ni tasa. Mke wa baba alikuwa tasa, mke wa mtoto alikuwa tasa, mke wa Yakobo alikuwa tasa, Raheli. Sawa? Ni kitu ambacho kipo kwenye uzazi, upo kwenye kizazi cha nani? Cha Abraham. Kwa dada, unaweza ukapelekwa kwenye ndoa, wewe ni mzima kabisa, huna shida. Ila unafika kwenye ndoa, unakutana huku kwetu mke azai. Kwa hiyo lazima damu ya Yesu ikutenganishe. Sawa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunamhitaji Yesu. Sawa? Sina option ya kukuambia nenda kakae, mtazame, fanya hivi. Sikutumi uende ukajipodoe. Sawa? Na kama upo kwenye relationship, sikutumi uende ukavunje, ila ninakutuma uende ukaingize damu ya Yesu. Damu ya Yesu iamue. Mahusiano yanaendelea au hayaendelei. Unaweza ukavunja hayo mahusiano ikawa mbaya. Ukashangaa umeweka bifu na mtu. Ila ukitumia damu ya Yesu inaleta amani. Sawa? Mbinu ya tatu ya kukusaidia katika kufanya maamuzi ya kuoa au kuolewa inasema ondoa majibu au machaguo ulionayo. Ondoa majibu au machaguo ulionayo. Watu wengi tunashindwa kukutana na watu sahihi kwa sababu tayari tuna majibu yetu. Kwa mfano, nilipokuwa mdogo, sasa hivi ni mdogo. Ila nilipokuwa mdogo zaidi, nikikaa na wenzangu nasema kwamba nampenda mdada wa design hii, awe hivi, namfafanua. Sawa? Wadada wengi tunataka kusema awe hivi. Siku moja nilimsikia mwalimu akisema kuna mmoja anaomba usinipe mcha Mungu sana na usinipe wa dunia sana, awe angalau pale katikati. Ni nini? Machaguo ya mtu. Sasa haya machaguo huwa yana tabia ya kutukosesha na mtu sahihi. Kwa sababu unaingia na machaguo, unataka mwenye hela, alafu uletewe mwenye hela. Unaletewa ambaye hana hela ili muende mkatafute hela. Bwana Yesu asifiwe. Unaletewa ambaye hana hela ili mkatafute nini? Hela. Wewe kwa kuwa unataka hela, unamwacha mtu sahihi, unaenda kwa mtu mbovu kwa sababu anayo hela. Unafika kwenye ndoa kinawaka, thamani ya ile hela uioni tena, amani unakosa, unaamua kuvunja ndoa. Na changamoto ya ndoa ni kwamba ndoa ni ngozi. Sawa? Yaani ukishaolewa ukavunja ndoa, ukaja ukaolewa tena. Sisi tunasema, wadau wa mtaani tunasema ameolewa ila yaani tunasema ndugu kachukua mke wa. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa ni ngozi. Kwa lazima sasa uangalie maamuzi ambao unayafanya. Usifanye machaguzi, usiwe na machaguzi mengi ambayo ni sahihi, yaani machagulio yako wewe. Usifanye machagulio yako wewe mwenyewe. Usiingize option zako kwamba ninamtaka wa design hii. Mwingine unaweza ukasema namtaka mrefu, ukaletewa mfupi, ila ndani ana akili ya urefu. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ni nani? Ila nje ni mfupi. Sasa kama Mungu hajakukutanisha
Kama Mungu hajakukutanisha na mtu ambaye ni sahihi, unaweza ukaumia kwa kuwa maamuzi na machaguo unayoyafanya. Sawa? Changamoto na sisi wanadamu tuna hii tabia kweli, tunaendaga kwenye maombi tukiwa tuna majibu yetu. Unaingia kwenye maombi ukiwa tayari unaye majibu. Sawa? Unaenda kumwomba Mungu, ninaomba mke, ninaomba mume, ila tayari umeshampointi kijana wa mzee fulani. Jamani, Mungu, yule kijana akinikubali, nitatoa sadaka shukrani. Kumbe kijana wa watu hata sio sahihi kwako. Tayari unao majibu yako, tayari unazo options zako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inabidi uondoe machagulio ili umruhusu Mungu afanye, akuongoze, akuambie hapa sawa, hapa hapana, hii sahihi, hii sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni maamuzi ambayo anakuhitaji hekima ya Mungu sana, na inamhitaji Mungu aingilie kati, apiganie. Usijisumbue kutafuta, mwache Mungu akutafutie. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukajisumbua kabisa kwamba sasa itabidi nianze kuvaa hivi. Wengine wamependana wako shambani. Sawa? Wengine wameoana wako wapi? Shambani. Mke amefunga hivi kitambaa, mume anafunga hivi kitambaa. Hapa pana vumbi. Wakakutana wakapendana. Wamekupenda wapi? Shambani. Kwa hiyo unaweza ukajipamba sana na usionekane. Na mbaya sasa hivi vijana hatuoi wa kanisani. Tunaoa wa nje. Kutokana na kasumba mbalimbali. Sijajua kwa sababu gani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ondoa machaguzi ambayo unayo. Namtaka mweupe, namtaka mweusi. Mimi namtaka awe mstaarabu. Mimi namtaka ambaye anafanya kazi, ameshaajiriwa. Kitakuja kiwaki. Sasa sijui utaendelea na hayo machaguzi. Bwana Yesu asifiwe. Inamhitaji Mungu, naondoa machagulio yako. Hekima ya tatu au mbinu ya tatu ya kufanya maamuzi ya kuoa au kuolewa. Inasema tumia silaha ya maombi. Tumia silaha ya maombi. Wafilipi 4:6 na Matthew 17:21. Bwana Yesu asifiwe. Maombi tunasema ndio funguo wa kila mlango. Maombi ndio master key ya kila mlango. Bwana Yesu asifiwe. Aliyoipata tusomee. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa haja zenu na zijulikane na Mungu. Haja ya kwanza, ninataka mke, ninataka mume. Ni lazima umuombe Mungu jamani. Sawa? Lazima uingize agenda. Sasa wengine unaweza kukutana na mtu umekutana na wadada wengi. Na wote umewapenda. Si unajua moyo hauna nani? Moyo hauna adabu. Ukikutana kona hii, lazima sana sisi wakaka tuna changamoto. Lazima utageuka. Hawezi kumpita mkutana usimwambie hata mambo. Lazima utafanyaje? Sasa chukua hao wote, waweke kwenye kikapu, waombe. Sawa? Lazima ufanyaje? Ingiza maombi. Usianze kufanya bashi, usianze kubeti. Nitakaoingiza nitakaoshika ndio ya kwanza ndio huyo. Usianze kubeti kwenye maisha yako. Sawa? Usije ukaweka mkeka kwenye swala la kuoa. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji maombi. Roho Mtakatifu apite asachi. Yamkini hao uliowaona wote hawapo. Sawa? Na ufahamu tu uwe mdada uwe mkaka. Sasa wadada wanakuwa na changamoto ya kupendwa na mkaka zaidi ya mmoja. Anapendwa na huyu. Kama maombi hayataingia, hautampata mtu sahihi. Na unaweza ukampata mtu sahihi, sawa? Ila ukawa umezua ugomvi na hao wengine. Mfano, wewe ni mdada umepata wanaume 5, wote wamekupenda. Mungu ukapiga maombi ikatiki kwa huyu wa kwanza.
Wale wengine wote usije ukafikiri watakuwa na amani na wewe. Watamuona yule mume kafanyaje? Katuharibia. Kila mmoja atakuwa na hasira na yule aliyemuoa. Hamjawahi kusikia kwenye kesi ex kaua? Unaolewa na mtu ni sahihi, ila hajafika hata hajaanza na wewe maisha, ex kafanyaje? Ka revenge. Kwa sasa ni maombi, unahitaji ufanye maombi. Ufanye maombi. Mungu apangue. Usitumie nguvu za kibinadamu, kwa sababu hakuna mahali nguvu ya kibinadamu inaweza. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunahitaji kusali katika hili. Tena sio kusali tu, kusali sana. Wewe just imagine. Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu. Akaomba usiku kucha apewe wanafunzi. Asubuhi kapewa Yuda Iskarioti. Usiku kucha kaomba. Asubuhi anapewa nani? Msaliti. Wewe ni nani ambaye utaomba tu nomunomu tu alafu upewe mtu sahihi kirahisi hivyo? Sasa sikuambii kwamba ni ngumu, ila vyote vinawezekana. Sawa? Ingiza maombi, fanya maombi, usikwepe hatua ya maombi kwa kutaka kurahisisha maisha, kwamba uitwe mke, uitwe mume. Sawa? Usijirahisishe kiasi hicho. Uitwe mke wa fulani. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji mtu sahihi na majira sahihi yatimie juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima uingize maombi kwa hali na mali. Na hekima au mbinu ya 5 ya kukusaidia katika kufanya maamuzi ya kuoa au kuolewa ni fungua moyo wako kupokea kile ambacho Mungu amesema. Bwana Yesu asifiwe. Fungua moyo wako kupokea kile ambacho Mungu amesema. Marko 14:36 na Mithali 16:25. Ninaomba kwa muda niseme tu hii mistari. Si mnamjua yule kijana alienda mbele za Yesu kumuuliza nitafanya nini nipate uzima wa milele? Ilikuwa ni maombi yake hayo. Apewe mbinu ya kuurithi uzima wa wapi? Wa mbinguni. Sawa? Ila alipopewa majibu akukubaliana nayo. Aliambiwa aliyetaka yale maombi, aliomba kwamba niambiwe, akadhamiria kwamba niambiwe namna ya kumpata mtu sahihi. Ila alivyopewa majibu, aliondoka kimya, hakuaga. Aliyakataa hayo majibu. Tena aliondoka kwa huzuni kubwa, mpaka Yesu akamsikitikia, akasema tazama ilivyo ngumu kwa tajiri kuingia ufalme wa mbinguni. Ni heri ngamia kupenya kwenye tundu la sindano kuliko tajiri. Majibu aliyakataa. Vivyo hivyo na wewe lazima ufungue moyo kupokea majibu ambayo Mungu atakupa. Yamkini unaenda kumwombea Kelvin awe mume, ukapiga magoti ukaomba mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, Mungu akaombea huyu sio. Sasa sikuambii kama majibu yote ya Mungu anaweza akakataa, hapana. Ila ninakufungulia tu mlango wa pili, ufahamu lolote linaweza likafanyaje? Likatokea. Kwa sababu tunaenda kwa mapenzi ya Mungu, hatuendi kwa jinsi sisi tunavyotaka. Tunaenda kwa jinsi Mungu anavyofanyaje? Anavyotaka. Kwa hiyo lazima ufungue moyo wako. Mungu akisema huyu sawa, huyu sawa, huyu hapana, huyu ndio. Sawa? Kwa sababu unaweza ukaletewa mtu mwingine sio yule wa machagulio yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukaletewa mtu ambaye ukimtazama nje hafanani na ulivyokuwa umeandika. Unarudi tena kwenye karatasi. Mimi niliandika mweupe, sio mweupe. Mimi niliandika mrefu, sio mrefu. Mimi niliandika mwembamba, huyu ana kitambi. Mimi niliandika awe na kazi, huyu hana kazi. Unarudi unasema sio sahihi. Kwa hiyo unamkataa mtu sahihi, unarudi kwenye maombi unarudi kuombea maombi ambayo Mungu ameyajibu, ukakataa majibu. Bwana Yesu asifiwe. Na nikasumu ambaye inawasumbua wengi sana, kwa sababu sio wote wanaokubaliana na maombi haya. Sawa? Nikasumu ambaye inawasumbua wengi sana. Wengine wanaamua kudecide tu mimi nikae single kwa kuogopa. Kwa kuogopa gharama anaamua kufanyaje?
mimi nikae tu single, mimi nisioe, nitafute tu mtu anizalishe mtoto, nimlee mtoto wangu hivyo. Wengi wanafanya maamuzi ya design hiyo kwa kuogopa. Lazima umuingize Mungu akupe mtu sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na niwaache na hizi hekima ambazo Mungu awafundishe zaidi ya mahali ambapo mimi nimeelewa. Bwana Yesu asifiwe. Awafungulie na zaidi na awape tafakuri ya zaidi ya hapa nilipoelewa, kwa sababu zipo mbinu nyingi za kumpata mtu sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Hii tu Mungu aliyofungulia ni sehemu tu ya hekima yake ya kupata mtu sahihi na kufanya haya maamuzi. Kwa hiyo nenda katafakari, nimeandika, rudi tena tafakari, rejea notes zako mara kwa mara, ujifunze zaidi na zaidi. Mungu aweze kukusaidia kutoka kwenye hiyo koma ambayo unayo. Bwana Yesu asifiwe. Niwaache na Roho Mtakatifu azidi kuwafundisha zaidi na zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Tumshukuru Mungu kwa neno. Yesu, tunasema asante kwa neno lako. Tunakushukuru kwa fadhili zako ambazo zimekuwa nyingi na zimekuwa nzuri juu yetu. Bwana, tunarudisha utukufu, heshima na enzi mbele zako. Bwana, tunaliomba neno lako likathibitike na kusimama juu yetu. Tunaomba neema yako ikatuongoze na kutufunulia mapenzi yako, Mfalme wa amani. Tukutanishe na watu sahihi, tutolee maulizo na mitazamo ambayo ipo ndani ya mioyo yetu. Wengine tuna mishangao hasa inapokuja swala la ndoa, wengine tuna mishangao hasa linapokuja swala la mahusiano. Tunaomba neema yako Yesu Kristo isimame pamoja nasi, utuongoze Bwana katika njia yako, Mfalme wa amani, katika jina lako Yesu Kristo. Karibu Yesu Kristo, uzidi kusema nasi ukijibu maswali ya mioyo yetu Bwana, ni katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti. Yote tunaomba nawe Mungu, tunaomba usimame pamoja nasi. Amen.